kama mkombozi wa ng'ambo. Mkombozi wa ng'ambo, wanakuja kuwakomboa katika eneo waliopo, wapeleka kwenye nchi ahadi, ambao hapa sasa ndo tunazungumza nusu finali. Leo wanamtaja sana yeye. Yes, licha ya bao mbili ambazo zilifungwa katika mchezo uliopita, kwangu mimi binafsi naona mahitaji makubwa yapo kwenye maboresho ya safu ya ushambuliaji, kwa sababu ya uwiano wa nafasi zilizotengenezwa na kile kilichopatikana. Kwa hiyo Shemalone anaweza kuongeza nguvu kwenye solid defense, lakini bado nafasi ya kufunga, mahitaji ya kwenye kufunga ndo makubwa ili aweze kuwavusha. Yes, lakini pamoja na yote unaangalia mazingira ya mchezo wenyewe, game inataka nini kwa mtu ambaye anatoka injury. Maana yake inahitaji utimamu wa mwili na utimamu wa kiakili kwa kuielekea mechi. Mara nyingi walimu, mchezaji anapotoka kwenye injury hawampi full time, wanampa muda mchache ili aweze kuanza kwa kugain. Maana yake hii game inakwenda kwenye maamuzi. Si vyema sana kumwanzisha mtu kama Shemalone ambaye anatoka kwenye injury. Maana yake hata ukirudi kwenye principles za kumintroduce kwenye game mtu ambaye ametoka injury, maana yake labda game ikichezwa kwa dakika labda kadhaa, huenda mpaka 70, zile mwishoni 20 akaingia mchezaji huyu, ukiwa naamini kwenye kumtumia kwa mechi zijazo. Yes, kwa mechi zijazo. Tangu alikuwepo kule Misri, lakini hapa katikati hakuna mechi ambayo umemwona Simba akicheza ambayo pia ingeweza kusema kwamba ungeweza kumintroduce. Kwa hiyo pia kuna kuriski endapo wataenda kumtumia moja kwa moja kwenye crucial game kama hii. Sawa, mpo umemaliza kila kitu. Bado kwa Swahili wenzetu nitakuja kupitia ujumbe wako mfupi maandishi ambao umeweza kuandika hapo jana kwenye mechi kati ya kikosi cha Yanga Afrika dhidi ya kikosi cha Wagosi wa Ndima Coastal Union ya Tanga. Dr. Khalid Aucho alionekana kupata majeraha na kuweza kutoka nje katika mechi ya jana. Sasa hali yake iko namna gani? Na je, kwenye mechi dhidi ya kikosi cha Azam Alhamisi hii, je, atakuwepo dhidi ya kikosi cha Azam? Sasa Ali Shabani Kamwe Maalim, vipi Dr. Khalid Aucho atakuwepo kwenye mechi dhidi ya kikosi cha Azam FC wiki hii? Hata kuwepo kwenye mchezo dhidi ya Azam Football Club, na daktari ametuambia kesho atakwenda kufanya vipimo vingine. Baada ya vipimo vya kesho sasa ndio watakuja kugundua sasa ni kwa muda gani atakuwa nje, lakini taarifa rasmi ambayo imetolewa na daktari na mchezaji mwenyewe akiangalia afya yake, na hata kuwa sehemu ya mchezo wa Azam Football Club. Kwa hiyo ni taarifa ya daktari Khalid Aucho ambaye aliumia mechi na kosa, amepata hamstring, na official sasa hata kuwa sehemu ya kikosi ambacho kitacheza mechi dhidi ya Azam Football Club. Tunajua ugumu wa mchezo huo, tunajua umuhimu wa mchezo huo, lakini we are Young African Sports Club na tunatakiwa tuwe imara, tuwe na nguvu wakati wote kuweza kupambana kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo program za timu ziko hivyo na zinaendelea vizuri alhamdulillah. Jana of course kila mtu aliona mwitikio ulikuwa mkubwa sana, wananchi walikuja kwa wingi sana KMC pale, na tukawashukuru na tukawaomba sasa wajiandae pia kwa wingi ule mara mbili yake, kwa sababu size ya pitch ya KMC ni mara mbili labda ya watu wanaoingia pale Azam Complex. Kwa hiyo tujiandae pia kuja kwa wingi Azam Complex. Kitu ambacho tungetamani kuona wanayanga tuna improve ni kuacha kuwa watazamaji na kuwa washangiliaji. Ni Ali Shabani Kamwe, taarifa hiyo kuhusiana na Dr. Khalid Aucho. Shukrani sana kwa wale wote ambao mnatufuatilia kwenye YouTube channel yetu. Nimekuona Abdalla Kitwana kutoka maeneo ya Mburahati anayetakia kila la heri Simba hapo kesho. Mwarabu ashinde mji sawa, shukrani sana. Masawe dereva taski nimekuona pia hapa, anasema mwananchi wa kawaida kutoka maeneo ya Hombozi, Kinondoni, Dar es Salaam, kwa pamoja Simba hii inakwenda kuvuka. Lucas Isdor nimekuona akiwa pande za makumbusho pale Chuma cha Mjerumani. Tunamuombea Dr. Khalid Aucho aweze kupona haraka, lakini Simba tunawatakia heri katika mchezo wa kesho. Imani Naftali kutoka maeneo ya wapi? Kutoka pande za Mbeya, tuko pamoja. Shukrani sana Imani, nimekuona, shukrani sana pia. Lakini mwingine ambaye anatufuatilia kwa hivi sasa, Jacqueline Abedi Mwajabu, anasema Mwajabu Simba